Mambo yamewaka nchini Tanzania huku Samia Suluhu akitorokea Uchina. Jambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na tafadhali subscribe. Katika ulimwengu unaobadilika kwa kasi ambako mataifa yanapambana kutafuta nafasi kwenye uchumi wa kisasa wa maarifa, Tanzania imechukua hatua kubwa, hatua ya kimkakati, hatua inayoweza kubadili mwelekeo wa taifa kwa miongo ijayo. Kutoka barani Afrika hadi Asia Mashariki, ujumbe mzito umetumwa na kwamba Tanzania haitaki tena kuwa mtazamaji wa mapinduzi ya viwanda bali mshiriki mkuu. Sauti hii imesikika wazi kabisa katika kijiji la Weihai nchini China Ijumaa ya Machi tarehe 20 mwaka 2026 katika kongamano la uwekezaji iliyowakutanisha viongozi wa serikali, wawekezaji wakubwa na wabunifu wa teknolojia. Na Tanzania imefungua ukurasa mpya wa ushirikiano wa kimataifa. Na katika jukwaa hilo la kimataifa, waziri wa nchi ofisi ya Rais mipango ya uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo aliwasilisha ujumbe wa moja kwa moja, ujumbe wenye lengo la kuvuka mpaka uwekezaji wa kawaida, ujumbe uliolenga kuvutia si tu mitaji bali akili, ubunifu na teknolojia ya hali ya juu. Na Tanzania imeeleza bayana kuwa inahitaji zaidi ya fedha, inahitaji ujuzi, inahitaji mifumo ya kisiasa, inahitaji ushirikiano wa kweli utakaosaidia kubadili muundo wa uchumi wake. Na katika maelezo yake, Profesa Mkumbo alisisitiza kuwa taifa linaelekea kwenye dira ya maendeleo ya mwaka 2050, dira inayolenga kujenga uchumi unaotegemea maarifa, ubunifu na ushindani wa kimataifa. Huu si mpango wa muda mfupi, ni mkakati wa muda mrefu na uhitaji washirika sahihi. Na ndani ya mkakati huo, China imeonekana kama mshirika muhimu na taifa ambalo katika kipindi cha miongo minne limepiga hatua kubwa kutoka uchumi wa kawaida hadi kuwa moja ya nguvu kubwa za kiuchumi. Safari hiyo imekuwa somo kwa mataifa mengi yanayoendelea ikiwemo Tanzania. Na katika kongamano hilo Tanzania haikuja kama mwombaji wa misaada, ilikuja kama mshirika anayejitambua, ikatoa fursa, ikafungua mlango na vilevile kuonesha maeneo mahususi ya uwekezaji wenye tija. Maeneo hayo ni pamoja na maendeleo ya kongani za kisasa za viwanda. Hapa ndipo ndoto ya Tanzania ya kuwa kitovu cha uzalishaji viwanda inapopata sura halisi. Maeneo maalum ya kiuchumi nayo yamewekwa mbele kama nyenzo ya kuvutia uwekezaji wenye uwezo wa kuleta mageuzi ya uzalishaji. Lakini zaidi ya hayo, Tanzania imeweka msisitizo mkubwa kwenye uwahilishaji wa teknolojia, si tu kununua mashine bali kujifunza namna ya kujitengeneza ama kuzitengeneza, vilevile kuziboresha na hatimaye kuwa wabunifu wa ndani. Na katika sekta ya madini, serikali imeweka wazi azma ya kuongeza thamani ya rasilimali zake, na hii ina maana ya kuachana na mfumo wa kuuza malighafi pekee na badala yake kujenga viwanda vya kuchakata madini hayo ndani ya nchi. Na hii ni hatua inayoweza kuongeza mapato, ajira na uwezo wa viwanda vya ndani. Sekta ya kilimo nayo haijaachwa nyuma, kwani Tanzania inalenga kuongeza uzalishaji na usindikaji wa mazao yake kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Hii inalenga kubadili kilimo kutoka shughuli ya kujikimu hadi kuwa biashara yenye ushindani wa kimataifa. Na katika takwimu zilizowasilishwa, imebainika kuwa China tayari ni mwekezaji namba moja nchini Tanzania, na ikiwa na uwekezaji unaofikia dola za Kimarekani bilioni 3.4 kufikia Machi mwaka 2026. Hii si tu idadi ya fedha, ni ishara ya uhusiano uliojengwa kwa muda mrefu. Zaidi ya hapo, uwekezaji huu umezalisha ajira zaidi ya 90,000 na ajira 90,414 kwa Watanzania. Na hii ina maana ya maelfu ya familia kunufaika, maelfu ya vijana kupata matumaini mapya. Lakini pamoja na mafanikio hayo, serikali inaona bado kuna nafasi kubwa zaidi ya kufanya. Na
Hapa ndipo dhana ya uhamishaji wa teknolojia inapopata uzito mkubwa, kwa sababu bila teknolojia ukuaji wa viwanda unakuwa wa polepole, na bila ubunifu ushindani wa kimataifa unakuwa mgumu zaidi. Na kwa kuangalia historia ya China, mafanikio yake hayakutokana na bahati, yalitokana na nidhamu na yalitokana na maono ya muda mrefu, na zaidi ya yote uwekezaji mkubwa katika watu wake wa teknolojia. Hili ndilo somo ambalo Tanzania inachukua, kwamba rasilimali peke yake hazitoshi. Kinachohitajika ni uwezo wa kuzitumia rasilimali hizo kwa ufanisi, na hilo linawezekana kupitia elimu, teknolojia na ubunifu. Ushirikiano huu unaoimarishwa kati ya Tanzania na China unatarajiwa kuleta mabadiliko makubwa kati ya sekta mbalimbali, kuanzia viwanda, kilimo, madini hadi biashara ya kimataifa. Na kwa upande wa kisiasa, hatua hii inaongeza uzito wa Tanzania katika jukwaa la kimataifa, na inaonyesha kuwa taifa lina mkakati, lina dira na lina uwezo wa kujenga ushirikiano wa kimkakati unaolenga matokeo kwa jamii. Maana yake ni ajira zaidi, ujuzi zaidi na maisha bora zaidi kwa wananchi. Vijana wengi watapata nafasi ya kushiriki katika uchumi wa kisasa. Wanawake watapata fursa mpya katika sekta za uzalishaji na ubunifu. Hata hivyo, safari hii si rahisi, kwani inahitaji utekelezaji makini, inahitaji uwazi na inahitaji usimamizi thabiti ili kuhakikisha kuwa faida za uwekezaji zinawanufaisha wananchi wote. Changamoto kama ushindani wa kimataifa, mabadiliko ya teknolojia na mahitaji ya soko la dunia zinahitaji mikakati madhubuti, lakini kwa msingi uliowekwa, Tanzania ina nafasi nzuri ya kushinda changamoto hizo. Na katika mwelekeo wa baadaye, macho yote yanaelekezwa kwenye namna ambavyo makubaliano haya yataanza kutekelezwa. Je, kampuni ya China zitaitikia wito huu? Je, uhawilishaji wa teknolojia utafanikiwa kwa kiwango kinachotarajiwa? Na je, Tanzania itaweza kufikia malengo yake ya dira ya mwaka 2050? Maswali haya yanabaki kuwa muhimu, lakini jambo lililo wazi ni kwamba hatua ya leo imeweka msingi imara wa kesho, msingi wa uchumi wa kisasa, msingi wa taifa lenye ushindani wa kimataifa. Na kutoka Weihai hadi Dar es Salaam, ujumbe umefika, na Tanzania iko tayari kujifunza, na iko tayari kushirikiana, na zaidi ya yote iko tayari kubadilika. Na katika dunia ya leo, wale wanaochagua kubadilika ndio wanaoandika historia. Ni hayo tuliokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inakuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina. Zidi kuwa nasi na zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.